Sifa na utukufu ni kwa Yahwa, Bahashem, Yahwashai, Bahashem, Raha, kwa Dash, ambapo Yahwa ni jina la Mungu kwa lugha ya zamani ya Kiebrania. Bahashem ni kwa jina la Yahwashai, ni mnayemuita Yesu Kristo bila kufahamu jina lake anaitwa Yahwashai. Bahashem ni kwa jina la Raha, kwa Dash ni jina la Roho Mtakatifu kwa lugha ya zamani ya Kiebrania. Kwa hiyo ni wakati mwingine tena ambapo tunaenda kujuzana kuhusu mambo yaliyotokea kwenye ulimwengu wa kisiasa, ulimwengu wa kiuchumi na sekta mbalimbali hapa duniani, tukianza na hapa Tanzania yaliyojiri hivi karibuni, tukiyaoanisha na maandiko. Naona tukiyaoanisha na maandiko kwa sababu kwenye hii Amosi 3:7 anakuambia hakika Bwana Mungu Yahwa Bahashem Yahwashai hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii yake. Kwa hiyo Biblia inaposema neno lolote inamaanisha kweli neno lolote, kwa sababu kila kitu kinachotokea ili hapa ulimwenguni, kiwe kibaya au kizuri, unaona kinaweza kuoanishwa na maandiko. Na katika uoanishaji huo wa matukio yanayoendelea sasa hivi na maandiko, tunaweza kujua tupo katika wakati gani, tukimngojea Yahwashai kuja kuwachukua wateule wake ambao ni wana wa Israeli. Wana wa Israeli ni kina nani? Ni Manigro, Wahindi wekundu na Malatinas. Kwa hiyo tunarudi kwenye mstari wangu ambao ndio mzizi wa hili somo, ambao ni Amos 8:11, nakwambia angalia siku zinakuja ambazo hizo siku ndio tunazoishi sasa hivi. Asema Bwana Mungu Yahwa Bahashem Yahwashai, ambazo nitaleta njaa katika nchi. Kwa hiyo Zimoshi ya Yahwa Bahashem Yahwashai anasema ataleta njaa katika nchi. Nchi gani? Dunia nzima. Si njaa ya kukosa chakula, japokuwa na njaa ya kukosa chakula nayo pia inakuja. Kwa mfano kama mwaka huu unaona mvua hazijanyesha kama inavyotakiwa. Mvua zimenyesha, lakini zimenyesha namna ambayo haitakiwi. Sasa hivi ndo zinanyesha wakati sasa hivi ndo muda wa mahindi yanakauka na nini. Kwa hiyo timing haikuwa nzuri. Wakati watu wanajiandaa kuvuna, yenyewe ndio inanyesha. Kwa hiyo mwaka kesho thamani ya mazao na nini na vyakula, gharama za maisha zitapanda. Kwa hiyo hatuongelei hiyo njaa sasa ya chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Unaona, hii itakuja pale waovu ambao ni watoto wa Esau na mapandikizi yao, kwa sababu Esau au wanaojiita wazungu hivi leo wana mapandikizi yao mbalimbali. Kwa mfano kama hapa Tanzania kuna wakina Kikwete, kuna wakina Tundu Lissu, kuna wakina Makamba, kuna wakina nani, hata wakina Mbowe pia ni mapandikizi ya wazungu. Kwa mfano kuna picha ya Mbowe ilikuwa inasambaa mtandaoni, alikuwa anasoma jalada la wale jamaa wanajiita World Economic Forum. Na wale jamaa wa World Economic Forum ni forum au ni platform ambayo inapushi the new world order, au ni platform ambayo inapushi serikali moja, dini moja na vitu kama hivyo. Na alama ya mnyama pia, ambayo alama ya mnyama ni kompyuta ndogo yenye ukubwa wa punje ya mchele, ambao utaelekea kwenye paji lako la uso, mkono wako wa kushoto au kulia, ambao utatumia hiyo kuuza na kununua. Kwa hiyo Mbowe naye ni mshirika wa huko akina Tundu Lissu akina nani. Kwa hiyo wanaanzisha hizi chokochoko, na sio hapa tu, Kenya na nchi nyingine mbalimbali wanaanzisha hizi chokochoko. Lengo ni waweke vizuizi, yani waweke vizuizi au wa control jinsi taarifa zinavyotembea. Na hiyo itapelekea njaa ya neno la Mungu, kwa sababu watu sasa hivi tumeenda kwenye dunia ya kidigitali zaidi. Watu wengi wanapata neno la Mungu kwa njia ya mitandao, watu wanasambaza neno la Mungu kwa njia ya mitandao. Kwa hiyo wata control hiyo, au wataweka vizuizi. Unaona? Wataweka vizuizi, wataweka sheria zitaletwa ambazo zitakuwa ni kandamizi zaidi.
Na ukiangalia kwa sisi wana wa Israeli, tunatumia internet, especially YouTube, kusambaza neno la Mungu. Na internet au YouTube ilitabiriwa kwenye Biblia kwamba itatumika katika hizi siku za mwisho kuwakusanya wana wa Mungu ambao ni wana wa Israeli. Nao watatanga toka bahari hata bahari, na toka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki. Kwa nini? Kwa sababu njaa ya neno la Mungu itakapokuja, Mungu ataanza kuachilia nabii zake. Kwa hiyo watu watakuwa wanataka majibu. Unapita huko mtandaoni, unatukuta tunahubiri, haya majamaa nayo, unaenda kwenye video ya Zuchu au Diamond. Itakapofika ule muda utasema, wale jamaa leo unaona hubiri siwaelewi, wako wapi, niwasikilize vizuri. Utakuta hatupo. Watapiga mbio wakienda huku na huku, kwa sababu mambo yatakayotokea hapa duniani yatakuwa ni ya kutisha. Itafikia sehemu watu watakuwa hawana majibu. Hawa watu maprofesa wa vioni, wanazuoni, watu wa dini, wachungaji kama kina Mwamposa, hao wanaomhubiri Yesu Kristo. Na by the way, Yesu Kristo sio Mungu wa kweli. Huyo ni Mungu wa wazungu, ambao wazungu kulingana na Biblia ni maadui yetu wakuu. Mataifa wote ni maadui zetu, lakini wazungu ni maadui namba moja. Walikuletea Ukristo ili wakupeleke utumwani. Sisi ni wana wa Israeli, Biblia ni kitabu chetu. Na kwenye Biblia hakuna dini, kwa sababu Biblia ni kitabu cha wana wa Israeli tu. Mataifa mengine wote kama walivyotupeleka utumwani, na wao wataenda utumwani pale Yahweh yao mnamuita Yesu Kristo atakapokuja kuanzisha ufalme wa mbinguni. Nitarudia 12 kwamba nao watatangatanga toka bahari hata bahari, toka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki. Watapiga mbio wakienda huku na huku kulitafuta neno la Bwana Yahweh Bashim Washai wasilione. Na neno la Bwana linaoongelewa hapa sio linaohubiriwa kwa kanisani au kwenye misikiti. Tunalo kuambia hapa sasa hivi kwamba wewe ni mwana wa Israeli. Zikikuu inakuja na vita ya tatu ya dunia inakuja. Mabomu ya nyuklia yameandikwa kwenye Biblia. Vita ya tatu ya dunia imeandikwa kwenye Biblia na imekaribia. Zikikuu imeandikwa kwenye Biblia. Alama ya mnyama imeandikwa kwenye Biblia. Wewe unatakiwa utubu. Unapopuuzia sasa hivi njaa ya neno la Mungu itakapokuja, kwa haya matukio wanayoyafanya, haya mapandikizi ya wazungu, wanasema kuna neno la Kiingereza wanasema wana incite. Naona siku hiyo wanawali wawili na wavulana watazimia kwa kiu. Kwa nini sasa watu watataka kusikia neno la Mungu? Kama kuna swali, kama kutakuwa na swali tu ya nini watu watangetange kama Biblia ilivyosema hapo, mpaka watu ifike sehemu wazimie wakitaka kusikia neno la Mungu? Kwa sababu kutakuwa na ziki. Yeremia 37 anakuambia ole, maana siku ile ni kuu, hata hapana inayofanana nayo, maana ni wakati wa tabu yake Yakobo. Unaona? Kwa hiyo tabu yake Yakobo itakapoanza, sio tabu, haikusema tabu ya wazungu, haikusema tabu ya Wachina, haikusema tabu ya Waarabu, isema tabu yake Yakobo. Na Yakobo ni nani? Yakobo kwa huku Afrika ni wanaoitwa Wabantu. Unaona, kwa ujumla sasa ni Wabantu na Wahindi wekundu na Malatinas. Unaona, au Wabantu kwa jina jingine la Kiingereza wanaitwa Manigo. Ndio wao, kuna ile nchi inaitwa Niger au Nigeria. Ile Niger ndio unapata neno niga. Unaona? Lakini ataokolewa nayo, na itakuwa katika siku ile asema Bwana Yahweh Bashim Washai wa majeshi, nitaivunja nira yake itoke shingoni mwake, nami nitavipasua vifungo vyako, wala wageni hawata mtumikisha tena. Unaona? Kwa hiyo sasa hivi Biblia, maandiko yanavyoongea kwamba sisi tuko utumwani bado. Ndio maana unaona hatuendelei, tunapiga ndele na vanga, lakini hatuendi sehemu yoyote. Tuna rasilimali nyingi, lakini hatuendi sehemu yoyote. Kwa sababu gani? Kwa sababu bado tuko chini ya utawala wa wazungu. Kuna kitu kwenye historia kinaitwa ukoloni mamboleo. Tulivyotoka kwenye ule ukoloni wa kupelekwa utumwani, kufungwa minyororo ya chuma shingoni, tunatembea tukiwa uchi. Wazungu walienda kwenye ukoloni mamboleo, ambapo wanatumia mapandikizi kututawala. Kwa hiyo ni kitabu cha Ezekiel 9:4 anakuambia Bwana Yahweh Bashim Washai akamwambia pita kati ya mji, katikati ya Yerusalemu. Yerusalemu ni watu. Yerusalemu inayoongelewa hapa ni watu. Ukatia alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika katikati yake. Na hao wengine aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake mkapige, jicho lenu lisiachilie wala msione huruma. Naona kwenye zikikuu sasa. Kwa hiyo hawa ni malaika wa kifo, au tunaita kwa Kiingereza ni death angels.
Waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake. Hakuna ile kusema kwamba watoto wakifa wanaenda mbinguni direct, au watoto ni malaika, watoto hawatendi dhambi. Biblia inakwambia wataua mzee, kijana, msichana na watoto wachanga. Sio watoto tu, watoto wachanga na wanawake. Lakini msikaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama. Kwa hiyo ukilisikia hili neno, ukalizingatia, ukajua majina sahihi ya Mungu na mwanawe wa pekee ambaye ni Yahwa wa Yahwashai, hakuna kitu kinaitwa nitamuita jina lolote ili mradi anajua moyoni na maanisha nini. Hapana, nitakuonyesha mstari. Tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Kwa hiyo tuende kwenye Joeli tukaangalia kuhusiana na jina. Kwa hiyo hii ni Yoeli 2:32 kwamba itakuwa ya kwamba mtu awaye yote atakayeliita jina la Bwana, sio jina lolote au majina yoyote au majina yako mengi, jina la Bwana, huo ni umoja. Kwa hiyo Mungu ana jina lake, anaitwa Yahwa, mwanawe pekee anaitwa Yahwashai. Ataponywa kwa kuwa katika mlima Sayuni na katika Yerusalemu watakuwako watu watakaookoka. Katika Sayuni yeye alikuwa anaongelea taifa la Israeli, na katika Yerusalemu inaongelea makabila 12 ya Israeli ambao wokovu ni kwa ajili yao, kama Bwana alivyosema, na katika mabaki hao anawaita, na katika mabaki hao awaitao Bwana hawa Bahashemi Yahwashai. Kwa hiyo tunaenda sasa kwenye swala la Tundu Lissu. Anakwambia mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu anakabiliwa na mashtaka mawili makubwa: uhaini na kusambaza taarifa za uongo kupitia mtandao wa YouTube. Kwa hiyo watatumia hizi sheria kuhakikisha neno la Mungu lina stop. Watawachaji na nini tunaita insurrection, au kueneza taarifa za uongo, wafanye watu sijui wafanyeje. Wanaongelea maendeleo ya kesi, wanaongelea matukio mengine, na mkitaza wa kisiasa. Anasema kesi dhidi ya Lissu imezua wasiwasi kuhusu haki za binadamu na demokrasia nchini Tanzania, hasa wakati huu ambapo nchi inajiandaa na uchaguzi mkuu wa Oktoba. Kwa hiyo nchi nyingi za dunia ya tatu zina shida katika haki za kibinadamu. Kwa hiyo itakapofika kipindi cha uchaguzi mkuu, hakutakuwa na kitu kinaitwa haki za binadamu, hakutakuwa na kitu kinaitwa uhuru wa kujenga hoja au uhuru wa kuamini unachokitaka. Hivyo vyote vitakuwa nje, kwa sababu wanaotutawala wote ni mapandikizi ya hawa mafrimason na mailuminati. Hawa kina Lissu, akina nani, wakina wote mpaka chini huko, mpaka watu mtaani sasa hivi. Kwa hiyo hawa mashetani wazungu wamesha take over, kwa sababu Illuminati na Freemason ni wewe unawaabudu wazungu, unamwabudu shetani. Sio unamwabudu shetani, unamwabudu shetani kupitia wazungu. Na shetani anawatumia wazungu kuleta hiyo the new world order. Kwa hiyo nitafikia hapo, natumai umepata kitu.